nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Pale kwenye 10:37 angeshuka mpaka 39, tungeona wahasibu. Anazungumzia kwa habari ya wahasibu waliokuwa wamewekwa. Kwa baada ya hawa waimbaji kukimbia, sijui ni mtumishi gani yule akaenda kawarudisha. Alipowarudisha ndipo akawaweka wahasibu, na Biblia inawasifia ya kwamba walikuwa waaminifu, kwa wakaanza kupewa mishahara. Bwana Yesu asifiwe. Na wakarudi nyumbani mwa Mungu wakaanza kutumika. Kwa hata hapa yamkini kuna mambo yameharibika, lakini hatujui kama kuna mambo yameharibika. Waimbaji wakasimama mbele za Bwana wakaimba kama Mungu anavyotaka. Hawana kazi nyingine, kazi yao ni kumwomba Mungu. Walawi hawana kazi nyingine, kazi yao ni kumwomba Mungu. Kwa nini Mungu asishuke? Kwa nini Mungu asituhudumie? Hiyo nguvu kwa pamoja inakutana. Wahasibu hawafanyi kazi zaidi ya uhasibu kanisani, na kila mtu analipwa milioni 2, maana pesa zipo. Haleluya. Familia zao zinakula, zinaishi. Akipiga mahesabu hakuna anayelipa milioni 2 huko nje, anakaa kanisani anamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Fungu la 10 sio mchungaji anatakiwa kula peke yake, na wale wanaotenda kazi nyumbani mwa Mungu. Leo ndio natoa hilo tangazo. Tutafika wakati tukipanda viwango, hata wazee wa kanisa wanatakiwa kulipwa, maana wanafanya kazi shambani mwa Bwana. Lakini tunaangalia ni mzee. Hivi kweli mzee jamani, kama Mama Beatrice Mwema Kitundu wanastahili? Haleluya. Nimetoa tu mfano wa huo, maana wanatumika shambani mwa Mungu. Kila siku wako hapa. Nini wanatumika? Mnamwona huyu kijana yuko wapi? Mwembamba hivi huyu hapa. Anatoka mbali na uli 2. Anakuja kutumika hapa. Anastahili mshahara. Atakakupa mshahara, sifikiri kuna mshahara hapa. Tutakupa posho. Bwana Yesu asifiwe. Tutakapofikia kwenye hivyo viwango kuwatambua, Bwana Yesu asifiwe, watenda kazi katika nyumba ya Mungu. Tuone wale waliomheshimu Bwana walifanywa nini. Mithali 3 mstari wa 9 na wa 10. Nasema, mheshimuni Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Mungu anatusihi. Funguo wa Korinto wa 2:9-6. Mungu hapa anatuonyesha jinsi ambavyo anatusihi tumheshimu kwa mali zetu, lakini tutakapomheshimu anasema ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatakapofurika divai mpya. Nani asiyetaka divai mpya? Baraka mpya, mambo ambayo hukuyatazamia yatakuja nyumbani mwako. Baraka za Bwana zitaambatana na wewe. Karibu nisomee hapo. Nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Bwana Yesu asifiwe. Apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Mpendwa uliyeketi hapa, ndivyo neno la Mungu linavyoniambia. Usipopanda hautavuna chochote, na ukipanda utavuna. Kwa usijidanganye kusubiri kupokea kwa Bwana wakati hauleti kwa Bwana. Samueli ya kwanza 2:30. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako ni nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amesema hivi, ni kweli alisema hivyo, lakini kwa sababu haumheshimu atakufanya kuwa sio kitu. Anawaheshimu wanaomheshimu,
wale ambao hawamheshimu amesema atawadharau. Hivi kumbe kuto kumtolea Mungu amesema unamdharau, ni dharau kwake. Unajua anasema ni dharau kwa sababu gani? Unacho lakini hutaki kutoa. Kwa neno la Mungu limesema hivi, atakudharau. Sasa Mungu akikudharau, rafiki yangu, ni mbaya. Manake mikosi balazi na kufuata. Hebu epuka hiyo nao. Ukisoma tena Mwanzo 7:11 nasema katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, saa 10, siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemichemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, madirisha mbinguni yakafunguka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maisha ya Nuhu. Anasema hivi katika ule mwaka, anasema chemichemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, madirisha ya mbinguni yakafunguka. Kumbe siku chemichemi ya baraka zetu. Haleluya! Kumbe madirisha ya mbinguni yako wazi kufungukia. Chemichemi zote za vilindi vikuu zilibubujika maji. Bwana Yesu asifiwe. Ziko chemichemi ambazo tunatakiwa tukutane nazo, ambazo Ibrahimu alikutana nazo. Chemichemi za vilindi zikafungwa, pia na madirisha ya mbinguni, mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa. Kumbe chemichemi zinaweza zikafungwa. Mstari wa 6 na wa 7, somea haraka. Nasema, pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na ya kondoo, na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu, nanyi furahini katika yote mtakayotia mikono yenu, nyinyi na wa nyumbani mwenu, aliyokubariki Bwana Mungu wako. Na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari. Bwana Yesu asifiwe. Pelekeni huko nyumbani kwa Bwana. Kumbe kuna sadaka za kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Mikono yetu tunahitaji kuinuliwa na Mungu, lakini hebu twende sawasawa na sheria yake. Tunahitaji baraka za Mungu, hebu tutembee katika sheria yake. Sheria yake inasemaje? Ewe wenye shingo ngumu. Kumbukumbu la Torati 14:22. Inasema, andika tu hapo au soma tu madamu ulikuwa umeshafungua. Inasema, usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Amen. Huo ni ushauri, amesema usiache. Mithali 28:27. Tunaenda kumaliza. Mithali 28:27. Inasema, mwenye kuwagawia maskini hatahitaji kitu, bali afichaye macho yake atakuwa na laana nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Tumelisikia neno la Mungu. Mwenye kuwagawia maskini hatahitaji kitu, afichaye mikono yake atakuwa na laana nyingi. Hebu tuwakumbuke wahitaji. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Umepanda chochote apandacho mtu
ndicho atakachovuna. Ili tuweze kuvuna, lazima tupande. Nasema utajiri na heshima ziko kwangu, na utajiri udumuo na haki pia. Matunda yangu hupita dhahabu, naam, dhahabu safi. Natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa anasema utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Tunaona utajiri aliopewa Ibrahimu, utajiri na heshima Ibrahimu ndio alipewa na Mungu. Utajiri unaodumu unatokana na Mungu. Utajiri wenye haki unatokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu, niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Mungu amesema natembea katika njia ya haki. Ili upokee lazima uwe na haki. Anasema niwarithishe mali wale niwapendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Mungu ni Mungu wa kujaza hazina. Alijaza hazina ya Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu mpaka anakufa anaitwa tajiri, mpaka leo anaitwa tajiri. Uzao wake umebarikiwa.